toa maelekezo namna ya wizara yetu ya mifugo, wizara yetu ya kilimo, wizara yetu ya fedha pamoja na taasisi za kibenki waendelee kukaa ili kuendelea kushughulikia baadhi ya maeneo ambayo wananchi wetu, wakulima wetu, wafugaji wetu, wavuvi bado wanahitaji serikali iendelee kufanya marekebisho ili tuweze kupiga hatua kubwa. Serikali inakusudia katika hatua zingine zaidi, serikali inakusudia katika mwaka wa fedha, katika bunge lijalo, serikali inakusudia kwenda kuifuta sheria ya kutaifisha mifugo. Ni eneo ambalo lilikuwa linalalamikiwa na wafugaji wengi, ni eneo ambalo lilikuwa lina maumivu katika familia nyingi. Tayari Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo hayo, na mimi nimewaelekeza wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara ya Katiba na Sheria na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu kuandaa mabadiliko hayo ya sheria ili yakapitishwe na bunge lijalo. Lakini Mheshimiwa Rais pia amechukua hatua ambazo ni wapongezi waheshimiwa mawaziri kilimo na mifugo wameanza kuonesha kwa vitendo ushirikiano huo. Na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Mifugo, muongezeni na Waziri wa Maji kwenye ushirikiano wenu huu na Waziri wa TAMISEMI, ili vifaa ambavyo vimeshapatikana viko ndani ya nchi viweze kutumika kwa manufaa ya wafugaji, wakulima, wavuvi, visitumike tu kwa sekta ambayo ndio ni kama mmiliki wa vifaa husika. Kwa mfano, hakuna sababu ya kuwa na mifugo inakufa kwa kukosa maji, ili hali katika mkoa husika kuna mitambo ya kuchimba mabwawa, kuna mitambo ya kuchimba visima. Ninyi Mheshimiwa Waziri wa Mifugo umetushuhudia pale jinsi ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Kilimo tayari ameshatoa ruhusa ya baadhi ya mabwawa kutumika katika hatua za kupatikana maji kwa wafugaji. Nakumbuka Waziri wa Maji pia alishaisemea hiyo kwamba sasa hivi miradi wanayotekeleza itakuwa si tu kwa ajili ya miradi ya maji ya matumizi ya majumbani, itakwenda kutoa pia huduma hiyo kwa upande wa kilimo. Hii itatusaidia kwenda na hatua hizi kubwa ambazo nimesema zimebainishwa katika ilani, katika dira na katika maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tukiendelea na mechanization ya aina hii na ushirikiano huu, tutakwenda pia kutatua tatizo kubwa linalotunyemelea kama nchi. Tuna tatizo kubwa linalotishia undugu wetu, na lenyewe ni migogoro ya ardhi. Migogoro kati ya wakulima na wafugaji, migogoro kati ya wananchi na uwekezaji. Jawabu lake wala sio kuchukiana. Jawabu lake wala sio mfugaji kumwona mkulima ni adui yake. Jawabu lake wala sio mfugaji kumwona mkulima ni adui yake, ama mkulima kumwona mfugaji ni adui yake, ama mfugaji kumwona mkulima ni adui yake. Jawabu lake, kwa kuwa ardhi haiongezeki na watu wanaongezeka, lazima tuende kwenye uwekezaji wa ubora katika uzalishaji tunaofanya. Tumeona pale tulipopita kwenye eneo la malisho, tumeona aina ya nyasi tulizoziona pale, kimsingi hata katika maeneo tunakogombana hazipatikani tena. Kwa hiyo jawabu lake ni kwenda kwenye uzalishaji wa nyasi za aina hiyo. Hii itatuondolea matatizo ya uzalishaji ya migogoro, lakini pia itatuhakikishia ubora wa mazao yetu ya mifugo, ubora wa mazao yetu ya kilimo. Tukizalisha kwa ubora huu tuliouona katika maeneo tulikotembelea bidhaa hizi, pia itatuhakikishia uongezaji wa thamani. Sina maana ya kukejeli uzalishaji ambao tumezoea watangu enzi za babu na mababu, lakini ni uhalisia kwamba mafuta haya tunayoyaona pale Shelui, tunayoona pale wapi Panda Mbili, panaitwa ni Panda Mbili pale. Matunda yale tunayaona kona pale, panaitwa kona gani pale kabla ya kuelekea Tanga na kuelekea Segera pale. Mananasi yale tunayoyaona wapi pale. Haya
ni mengi tu yakipangwa pembeni ya barabara, ni mengi tu yakipangwa pembeni ya barabara. Lakini ukiweka kiwanda serious cha kufanya kazi masaa 24 na vijana wakafanya kazi kwa shift, kwa kupokezana, ni wiki 2 tu malighafi hizo hazipo. Nasema haya ili tujue kazi tulionayo mbele na umuhimu wa hizi mechanization na umuhimu wa haya tunayoyafanya. Ninachosema tusiwe tunafanya kwa ajili ya maonesho, kwamba ndo iwe standard ya maisha yetu, yaani ndo uwe uzalishaji wetu wa kila siku. Nilibahatika mwaka mmoja nikaambatana kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mizengo Kayanza Peter Pinda. Mwaka mmoja tukaenda nchi moja, nadhani ilikuwa Poland. Tukaenda tukakuta eneo moja maziwa waliokuwa wanayachakata kwa siku, yalikuwa yanaendana na takwimu za maziwa tunayozalisha sisi kwa mwaka mzima. Wao ni kiwanda kimoja kinachakata kwa siku. Tukaenda kwenye kiwanda kimoja cha unga waliokuwa wanasaga kwa mwezi ama kwa siku, nataka kuichanganya hii, kwa mwezi ama kwa siku, kama ilivyokuwa kwa maziwa kwa wakati ule, ilikuwa ni sawasawa na kiwango tulichokuwa nacho sisi cha mahindi kwenye NFRA yetu kwa mwaka mzima. Sitoi hii kwa maana ya kuvunja moyo, lakini naitoa hii kwa uhalisia kwamba inahitaji kazi kubwa na yenye msukumo wa pamoja wa kila Mtanzania kuona kwamba hiki tunachokionesha na hiki kilichoandikwa kwenye dira na hiki kinachohubiriwa na maandiko mengine yote na mipango yote, ndo iwe utaratibu, ndo iwe standard ya maisha ya uzalishaji ya kila mtu. Hapo ndipo unaweza kufikia kuwa muuzaji wa zao fulani duniani, wa kwanza duniani. Lakini uelekeo tulionao kwa miongozo ambayo Mheshimiwa Rais anaitoa ni uelekeo sahihi, kwa sababu katika kumbukumbu za nchi yetu ni kwa mara ya kwanza fedha nyingi zimepelekwa kujenga miradi ya umwagiliaji kama inavyofanyika sasa. Ni kwa mara ya kwanza fedha nyingi zimepelekwa katika miradi ya uongezaji thamani kama ambavyo tunaona hivi sasa. Kwa hiyo tunaamini tuko katika uelekeo sahihi, lakini lazima Watanzania wote tujumuike katika kulitekeleza jukumu hilo. Hapo ndipo tukishakuwa na malighafi za aina hii, hapo ndipo tunaweza tukawa na viwanda vya kufanya kazi masaa 24 24/7 na vijana wetu wakafanya kazi kwa kupokezana. Fursa hiyo tunayo kama nchi, na kwa kupitia mafanikio haya ambayo tumeshayafikia, tunaona kwamba tunaweza kuyafikia hata hayo makubwa. Mifano mizuri, katika miaka 5 iliyopita tulikuwa na uhaba wa sukari kwa zaidi ya tani 1.5 mpaka 200,000 kila mwaka. Sasa tumeziba hilo pengo. Maana yake inawezekana. Maana yake ni nini? Hatua hizi tunazochukua ni halisia na inawezekana. Na tulikuwa na upungufu wa mbegu kwa kiwango kikubwa hivyo, lakini tumeenda na kwenyewe tukijitosheleza. Maana yake hatua tunazochukua zinaweza kutufikisha kwenye haya niliyotoka kuyatolea kama mfano. Tuna maeneo mengi ambayo tumefanya jambo kubwa. Ninyi mnakumbuka kwenye chakula, kila mwaka nusu ya mikoa ya nchi hii ilikuwa inaingia kwenye njaa.
na wakati mwingine nchi ililazimika hata kuagiza vyakula kutoka nje, na vingine vilikuwa na uduni hivi. Lakini leo tunavyoongea, nchi yetu ina uhakika wa utoshelevu wa chakula kwa zaidi ya 130%. Maana yake nini? Haya niliyoyasema na hatua tunazozichukua ni jambo la kuweka bidii na mshikamano wa wananchi wote kwa umoja wetu. Haya ni malengo ambayo tunaweza kuyafikia. Tumeongeza mauzo ya nje kwa zaidi ya 77%. Tanzania ni nchi pekee ambayo uchumi wake umekuwa himilivu. Wachumi wananielewa haya ninayoyasema, na si maneno yangu. Waulize wachumi wote wa Benki ya Dunia, wa Shirika la Fedha Duniani, wale wa ratings, sijui Moody's, sijui Fitch Ratings na wengine wote. Tanzania ni moja ya nchi ambayo imekuwa himilivu. Tena sio moja, ni nchi kinara Afrika Mashariki. Hapakuwa na nchi ambayo ilikuwa himilivu katika misukosuko kama Tanzania. Na nchi za SADC uhimilivu wake ni nini? Yaani tulivyopigwa na uviko 19, tulivyopigwa na madhara ya mzozo wa Ulaya Mashariki, na hata haya mengine yaliyofuatia, sijui uhaba wa fedha za kigeni, yakaja sijui haya mengine ya mizozo ya Mashariki ya Kati. Kuna baadhi ya nchi, na bahati nzuri sisi tuna takwimu hizo kwa sababu nchi nyingi zinapitishia bidhaa zao bandari ya Dar es Salaam hapo. Kuna baadhi ya nchi walikuwa hawana hata fedha ya kigeni ya kugombolea mafuta yao ama bidhaa zao hapa. Lakini Tanzania haijawahi kufikia hapo. Haijawahi kushuka kiwango cha akiba ya fedha za kigeni kinachotakiwa kimataifa cha juu ya kisichopungua miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa. Huu ni uhimilivu. Nini mchango wake? Mauzo ya nje kama unavyoona hapa, mauzo ya nje yameongezeka kwa zaidi ya 77%. Hongereni sana Watanzania, hongereni wakulima, hongereni wafugaji, na hongereni wote mnaohusika katika kuongeza mnyororo wa thamani. Lakini haya hayajaja tu hivi hivi. Tumeambiwa na mtendaji mkuu wa Benki ya Kilimo, tangia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliposhika usukani wa kuendesha nchi yetu, wakulima wamewezeshwa ruzuku ya pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea tani 772,175.115 yenye zaidi ya shilingi trilioni 1.4. Ruzuku maana yake ni fedha ambayo serikali imekusanya, imeenda kuwapa wakulima. Huu si mkopo. Serikali imewapa wakulima ili wazalishe kwa bidii, na hii imeenda kutafasiriwa utoshelevu wa chakula zaidi ya 130%. Mauzo ya nje yameongezeka zaidi ya 77%. Utoshelevu wa akiba ya fedha za kigeni zaidi ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa. Yaani ukichukua utoshelevu na mwenzetu aliyetuwezesha sana Mheshimiwa Waziri wa Madini, ukaweka na wa kilimo, ukaweka na wa mifugo, akiba ya fedha za kigeni ya nchi yetu ni zaidi sasa ya dola bilioni 10. Tumetoka kwenye ile iliyokuwa 6 point ngapi, ile 5 point ngapi ile, bilioni 10. Kichukua bilioni karibu 6 na bilioni karibu 3 ngapi kule, hiyo ni zaidi ya miezi 5 ya uagizaji wa bidhaa, kiweka kwa ujumla vyote. Lakini sio hilo tu, huduma za ugani ambayo ni nyenzo ya uhakika ya kuwezesha wakulima imeongezeka. Nimetembelea hata banda la huduma za ugani pale Naesa. Tumeona
malengo pamoja na kazi ambayo inafanywa. Kwa upande wa sekta ya mifugo, nakumbuka kwa muda mrefu tumekuwa na changamoto, lakini kwa hatua ambazo serikali imeendelea kuchukua, sekta hii sasa imeendelea kutoa fursa za ajira kwa kaya zaidi ya milioni 6.5 katika mnyororo wa thamani. Lakini vile vile uvuvi umeendelea kuchangia ajira kwa zaidi ya Watanzania takriban milioni 6. Hii ni hatua kubwa. Na mimi Mheshimiwa Waziri wa Mifugo, nitaendelea tu kuwashukuru wafugaji kwa sababu nimesomeshwa na fedha za mifugo. Kwa hiyo tuko wengi ambao maisha yamebadilika kutokana na ufugaji, na ni jambo halisia. Serikali imewezesha uzalishaji wa malisho katika mashamba ya serikali na binafsi, ambapo sasa zimezalishwa tani zaidi ya 411 kwa mwaka, ikilinganishwa na zamani ambapo ilikuwa chini ya 200 kwa mwaka. Lakini hivyo hivyo tumeshuhudia teknolojia nyingi mpya za masuala ya uvuvi. Nilipokuwa pale, Mheshimiwa Msukuma mwenzangu hapa, naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, akasema haya maonesho yamenichanganya hapa, nashindwa kujua nichague lile la ufugaji ama la uvuvi. Maanake Wasukuma na ufugaji ni mate na ulimi. Lakini alipofika kwenye banda la uvuvi, akaona kilichopo pale, akasema sijui nianze pia kuwaza uvuvi, kwa sababu palikuwepo na zizi pale. Tumia lugha hii ambayo inaeleweka kwa wafugaji wenzangu. Palikuwepo na zizi na palikuwepo na kundi la samaki, na ambao tulipofika mwenyeji wetu akasema samaki wale wamefurahi kutuona. Lakini tulichokipata pale ni nini? Kwamba kwenye zizi moja pale kwa wakati mmoja kunaweza kukawa na samaki 3,000, na baada ya muda fulani unaanza kuwavuna. Hiyo ni hatua kubwa. Lakini pia palikuwepo na mnyororo pale wa kutokea kwenye uzalishaji wa vifaranga, lakini pia kutoka kwenye maji ambayo yameshatumika kwenye samaki kwenda huku kwenye mboga mboga, jambo ambalo linaongeza kipato zaidi kwa yule ambaye anafanya shughuli hiyo. Nitumie nafasi hii kutoa pongezi nyingi kwa mara nyingine kwa Mheshimiwa Rais kwa hatua hizi anazozichukua, na niwaombe Watanzania tuendelee kumuunga mkono ili tuweze kuiona tija hiyo na mabadiliko, na tija hiyo na faida hiyo ya mabadiliko haya anayoyachukua. Serikali itaendelea kuongeza bajeti katika kilimo. Serikali itaendelea kuongeza bajeti katika mifugo na uvuvi ili kuweza kuhakikisha kwamba mageuzi haya tunayoyafanya yanakuwa endelevu. Nakumbuka katika kila mwaka tumeendelea kushuhudia maongezeko hayo ya kibajeti. Maelekezo yangu, watumishi wa umma wote, wataalamu wote wa serikali, tuongeze uwajibikaji katika maeneo haya ambayo tunaweka bajeti hizi, ili wananchi wetu waweze kunufaika na malengo haya ya serikali. Mheshimiwa Rais amewezesha vitendea kazi kwa maafisa ugani. Twendeni kwa wakulima, twendeni mashambani kwao, twendeni tuyashuhudie matatizo wanayokutana nayo. Hivyo hivyo kwa maafisa mifugo, twendeni tuwatembelee wafugaji wetu. Na wafugaji ni moja ya mfano, wafugaji na wakulima ni moja ya mfano wa sekta binafsi, na hapo ni moja ya eneo ambalo tunaweza tukatumia hii nadharia, hii dhana ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali. Haya ni mambo ya mipango tu.
wala tusifanye kwa kutegeana. Haya ni mambo ya mipango na yanaleta faida kwa wote. Kama gari limeshaletwa hapo la kuchimba visima ama kuchimba mabwawa, ardhi iko pale na wafugaji wanahitaji bwawa, wala tusisubiri kutafuta mkandarasi, wala tusisubiri mambo ya zabuni ili serikali itengeneze. Wafugaji, gari lile pale, eneo lile pale, na ninyi pale mnahitaji maji, chukueni gari la serikali pale. Naibu waziri wako, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, alikuwa anasema elekezeni lishushe mtambo pale lichimbe bwawa. Tunakuwaje na mifugo inakosa maji na gari liko pale? Haya ni mambo ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, kati ya serikali na wananchi wake. Tusiingie hasara kwa kutegeana, kwamba hili tunaacha mpaka serikali waje wafanye. Kama tuna kianzio cha kuweza kufanya, twendeni tushirikiane tufanye, ili tuepuke hasara ambazo zinaweza zikajitokeza. Mheshimiwa mawaziri, naisema hii kwa nini? Leo hii katika baadhi ya vijiji kuna mabwawa tuliyakuta, wazazi wetu walichimbaga kwa mkono. Tunayo mabwawa ambayo tumeyakuta wazazi wetu walichimbaga kwa mkono. Sasa leo hii tunalo gari la serikali, gari la kuchimba, mitambo ya kuchimba bwawa ya serikali, na huku tunakosa maji, na mwambao wa maji tunajua ulipo, si tuyapeleke pale? Twendeni tufanye ushirika wa aina hiyo. Itakuwa ni moja mfano tu wa PPP, na dhana hii ya PPP wala si jambo la ajabu na wala si jambo la serikali kushindwa. Ni utaratibu mpya wa uendeshaji wa masuala ya kiuchumi. Niendelee kusisitiza masuala ya uwajibikaji, niendelee kusisitiza mengine nilishasema kule nilikopita. Nimesema maeneo, mambo ya maghala, nimesema mambo ya taasisi zetu za kifedha. Kwa hayo, waheshimiwa mawaziri, mtakaa caucus zenu ili muende kwenye utekelezaji wake. Nimalizie kwa kusisitiza halmashauri zetu ziendelee kuwezesha wakulima, wafugaji, wavuvi kushiriki kikamilifu katika maonesho ya 8/8 ili wapate fursa za kujionea na kujifunza haya mambo mazuri, zikiwemo hizi teknolojia za kisasa. Nimepita eneo moja umeleta na kero hapa. Haya, nimekusikia, utasogea huku tukusikilize. Tumeshakupata, tutakusikiliza. Na wewe nimeshakuona, tutakusikiliza. Wala usiende mbali. Wasaidizi, msaidieni apite huku, asogee huku tumsikilize. Msaidieni apite huku. Nimeshakuelewa. Wewe pamoja na mwenzako piteni taratibu hapo, msaidiwe, mje huku ili tuweze kuwasikiliza. Wadau wote wanaoshiriki katika maonesho haya wahakikishe wanakuwa na mikakati madhubuti ya kuwajumuisha vijana katika mnyororo wa thamani wa kilimo na mifugo. Wizara za kisekta tuendelee kushirikiana na sekretarieti za mikoa kwa ajili ya viwanja vya maonesho kama nilivyosema, ili mikoa ambayo inafanana katika uzalishaji waweze kuwa na maonesho ya bidhaa zinazofanana. Wizara ya Kilimo na Mifugo pamoja na Uvuvi tuendelee kuhakikisha kwa teknolojia hizi ambazo tumeziona zinawafikia kwa urahisi watumiaji. Leo nilikuwa namalizia kusema kabla ya ndugu zangu wale kutaja kero zao, kwamba nimejionea teknolojia moja kwamba mfugaji anaweza kuona kama mnyama wake ana tatizo kwa kupitia simu ya kiganjani. Hii ni hatua ya juu sana. Kwa hiyo ni hatua ya juu sana ya teknolojia.
Wadau wote wa sekta ya kilimo tuendelee kushirikiana kwa karibu na serikali ili kubuni na kutekeleza mipango madhubuti ya maendeleo itakayoleta mageuzi chanya katika sekta zetu hizi za uzalishaji. Nimesema tuendelee kushirikisha pia sekta zile zingine ambazo ziko katika dhana pana ya kilimo. Sisi kilimo na mifugo na uvuvi, maliasili na utalii, viwanda na biashara kwa ajili ya uongezaji wa thamani, lakini pia na masuala ya uwekezaji, na wenzetu wa TAMISEMI na ardhi ambako hizi shughuli ndiko zinakofanyikia. Nitumie fursa hii kutoa rai kwa wananchi wote kuendelea kushiriki kikamilifu katika kujifunza na kupata maarifa yanayopatikana katika maonesho haya, lakini pia na kwenda kutekeleza haya tunayojifunza ili tuweze kuongeza tija, kama nilivyosema, kugeuza haya ambayo tunaonesha kuwa ndio standard ya maisha yetu, standard ya uzalishaji wetu katika maeneo yetu tunapotokea. Baada ya kuyasema haya, sasa ninatamka rasmi kuwa maonesho ya kitaifa na kimataifa ya 8-8 na sikukuu ya wakulima ya 2026 yamezinduliwa rasmi hapa Dodoma, makao makuu ya nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninaomba tuketi sasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya hotuba yako, ninaomba uridhie sasa tuhitimishe ratiba yako ya leo kwa kupata picha za